Naam, ni katika kituo hiki cha ripoti nambari 2 nyuma ya kuna cha masuala ibuka na yanayojiri ukumbini mwa siasa. Ujambo mtazamaji, na kukaribisha hapa Neo Media nikupasha ya kwamba ziara yake Rais Ruto ya wiki moja jijini Nairobi imekumbwa na matatizo chungu mzima, ongezeko kwa orodha ya ahadi zake kwa Wakenya. Mtazamaji, ili uweze kuelewa kwa kina, ningependa utazame na usikilize baadhi ya maneno yake Rais Ruto akiwa ziarani jijini Nairobi. Haya yote ikiwa ni kwa madhumuni ya vielelezo pekee. Nunue machine ya kutengeneza chapo. Na nimekubali nitamnunulia machine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua machine ya kutengeneza chapo 1,000,000. Mtazamaji, sijui kana kwamba unafahamu ahadi anazotoa Rais Ruto jijini nyingi zinahusisha ushirikisho wa bajeti ambao kwa hakika ni lazima kuhusishwa mchakato bungeni. Kwa maoni yangu binafsi, jinsi anazotoa ahadi hizi akiwa juu ya magari kana kwamba inaashiria mwanzo wa mihemko ya kampeni. Pia inaweza ashiria kana kwamba Rais Ruto haaminiani na mfumo wa bunge. Hata ingawa gazeti ya The Standard ya mnamo tarehe 13 mwezi huu wa Machi kwa kunukuu imedokeza dishonorable, kisha ikachapisha viongozi wa bunge la kitaifa, kiongozi walio wachache na kiongozi walio wengi bungeni, Junet Mohamed na Kimani Ichung'wah mtawaliwa. Kutokana na ukweli huu, huenda basi Rais Ruto anafahamu yote yatatekelezwa kwa jinsi anavyotaka, hata pasipo kufuata sheria ya katiba ya Kenya. Mtazamaji, tukisalia kwa ziara yake Rais Ruto jijini, ni katika ripoti iliyoweza kusambazwa na chapisho aminika la Cyprian Nyakudi kwenye mtandao wake wa kijamii wa Twitter limesema, reports circulating on social media indicates that vehicle said to have been part of President William Ruto motorcade has hit and killed a pedestrian along Ngong Road near Adams Arcade. Mtazamaji, inaaminika kuwa msafara wa magari ya Rais Ruto ambao ulikuwa ukiendeshwa kwa kasi ulimgonga na kuua mtu mmoja katika barabara ya Ngong. Mtazamaji, ningetaka kufahamisha kuwa kwa kawaida msafara wa rais ukiwa kwenye kasi hauwezi ukasimamishwa mpaka ufike mahali anapotarajiwa kulingana na ratiba yake. Lakini kwa kawaida barabara anazotarajia kupitiwa huwa zimechungwa na kulindwa na polisi ambao udhibiti magari na wapita njia wanaotumia barabara hizo. Swali ni je, polisi hawa walikuwa wapi? Na kutokana na ukweli wa kwamba usimamizi wa rais kwa hakika huwa umetengewa maafisa wa usalama ambao wamepokea mafunzo ya hali ya juu na hasa mafunzo ya kudhibiti magari yaliyo kwenye kasi, basi ni kwa nini hii yote ilifanyika? Wakati wa ziara ya rais, mengi imeweza kufanyika. Uporaji wa mali kama ilivyochapishwa kwenye Twitter, jambo ambalo linafaa kumpa Rais Ruto taswira mpya ya kwamba Wakenya wengi hawana kazi na cha dharura kwake ni kupitia uongozi wake kuanzisha mchakato bungeni yenye umuhimu kwa Wakenya, bali sio ahadi baada ya nyingine ambazo hatujui zitatekelezwa lini, ama ili zitekelezwe zitabidi kuhujumu katiba ya Kenya. Je, ziara ya rais inakupa taswira gani? Nijuze maoni yako kwenye sehemu ya maoni, kisha ukumbuke kusubscribe na kubonyeza alama ya like. Hapa ni Neo Media.